Leo tutajifunza mambo makubwa ya kuzingatia unapoandaa zege. Na hapa nimekuandalia mambo makubwa manne ambayo ukiyazingatia utajitoa katika 70 hadi 80 ya structures zinazofeli katika miradi mingi ya ujenzi. Na hapa nimekuandalia mambo makubwa manne ambayo ukiyafuata zege yako itafanya kazi vizuri zaidi. Sasa jambo la kwanza tunasema ni design requirements au mahitaji ya design, jinsi zege ilivyo designiwa katika jengo la ujenzi. Katika eneo hili lazima uelewe mahitaji ya design. Kwa hiyo usiandae zege bila kujua grade, concrete grade ni kiasi gani. Na hapa nazungumza kama inaweza kuwa ni C20, C15 au C25 au C30 au kuendelea. Lakini pia usiandae zege bila kujua zege hii inakwenda kuwekwa kwenye aina gani ya member. Na hapa nazungumza usiandae zege bila kujua zege hii inakaa kwenye slab, kwenye concrete, kwenye beam au kwenye column au mahali gani zege hii inakwenda kuwekwa. Lakini pia lazima uelewe tunasema exposure condition. Exposure condition inamaanisha lazima ujue zege hii inawekwa nje au inawekwa ndani. Zege hii inawekwa maeneo ya pwani, coastal regions, au inawekwa maeneo yenye chemical reactions kubwa, kwa sababu mambo haya yote yanachangia ubora wa zege unayotakiwa uitengeneze. Jambo la pili katika design requirements, lazima ujue lazima uwe na uwezo wa kudhibiti tunasema water to cement ratio. Mara nyingi katika miradi ya ujenzi water to cement ratio huwa kati ya 0.5 hadi 0.65. Sasa naposema water to cement ratio inamaanisha nini? Water to cement ratio ni kiwango cha maji na simenti katika mchanganyiko wako wa zege. Sasa maji yakiwa mengi, strength inapungua, lakini pia tunasema permeability inaongezeka kwa kubwa, kwa sababu wakati wa tukio la kuganda kwa zege tunasema kuna kitu kinaitwa dehydration of cement inatokea. Na dehydration inapotokea kuna kuwa na evaporation, yani zege ina lose water content. Na lose water content kama maji ni mengi, basi zege inakuwa na pores, na huo unakuwa ni mwanzo wa structure failures. Lakini maji ikiwa ni machache, zege inashindwa kuwa workable, inashindwa kutembea. Na zege ikiwa sio workable, maana yake zege hii ina fall katika hali ya kuwa na ugumu, na hivyo inaweza kusababisha honeycomb, lakini pia ikasababisha ugumu katika compaction. So wakati wote ule unapofanya kazi zako, lazima uhakikishe kwamba uwiano wa maji na cement unakuwa well regulated. Eneo la pili la kuzingatia unapoandaa zege yako, tunasema lazima uzingatie eneo la material quality. Na hapa nazungumza vitu vikubwa vinne. Jambo la kwanza, lazima ujue zege ni composition, yani ni mjumuiko wa kokoto, mchanga pamoja na simenti. Lakini kwa zege ambayo ni inaenda extra miles, lazima inawekewa additives au admix. Sasa basic katika majengo mengi ni vitu hivi vikubwa vitatu: cement, aggregate pamoja na sand au mchanga. Sasa kwenye cement lazima ujue kwamba lazima uhakikishe kwamba zege yako au cement yako ni kavu, cement haija expire, lakini lazima cement uistore katika eneo ambalo halina unyevu, kwa sababu kadiri cement inapokuwa exposed kwenye moisture kubwa, cement ina tabia ya kureact na baadaye inaganda. Lakini kitu cha pili, component ya pili, tunasema mchanga. Lazima mchanga uwe safi, mchanga usiwe na clay, lakini pia tunasema silt ratio kwenye mchanga isiwe kubwa, inamaanisha mchanga usiwe na vumbi. Kwa wakazi wa Mbeya tunazungumzia mchanga kama Wambalizi, mchanga mnene, na hii ni lugha ambayo imezoeleka. Sasa lazima zege yako ibebe mchanga mnene. Lakini kwenye mchanga ukikosa, mahali pengine unatumia crusher dust. Crusher dust pia inaweza kutumika kama mchanga unapotaka kuchanganya zege. Component ya tatu ni kokoto. Hakikisha kokoto zako zipo katika proper size. Sasa hapa structure engineers mara nyingi huwa wana recommend kati ya range ya 14 hadi 20 unapo design, unapoenda kuchanganya zege yako. Ukika kati ya milimita 14 hadi milimita 20, hii zege inakuwa compact na inaziba yale mapengo ambayo yangeweza kutokea kama ungekuwa na single size. Sasa hii au hizi grades zinategemea unaweka zege sehemu gani. Mtu anayemwaga zege katika mass concrete katika jamvi anaweza kutumia zege au kokoto za robo 3, lakini mtu ambaye anamwaga zege katika column au slab au beam lazima atumie hizi kokoto ambazo zimekuwa crushed. Lakini pia kokoto inatakiwa isiwe na vumbi. Kokoto inabidi isiwe na vumbi, lakini pia isiwe na udongo.
Kokoto inapokuwa na vumbi au inapokuwa na udongo inapoteza uwezo wa kushikana, ile bond strength inakuwa ni ndogo, na hivyo inaweza kusababisha structure failures. Lakini jambo lingine katika kokoto ni lazima kokoto iwe imara, na hapa ndipo tunasema material yako ni lazima yatestiwe kabla ya kuja site kutumika. Sasa ninapozungumzia eneo la additive au admixture, hapa kuna aina 3 za admixture kulingana na matumizi. Ya kwanza inaitwa plasticizer. Nafikiri kwa kuona haya magari ya zege yanayobeba zege zinatoka katika batch plant, inaweza kutembea umbali wa kilomita takriban dakika 60 hadi 90 na zege ile ndani haigandi. Sasa ndani kwa plasticizer ili kuzuia zege iendelee kuwa walkable, ile walkability, the easy to flow, urahisi wa kuflow, na hii ni plasticizer. Lakini aina ya pili ya admixture au additives tunasema zinaitwa ni retarders. Hizi zinapunguza, zinachelewesha kasi ya kuganda, na mara nyingi retarders admixtures zinatumika maeneo ya joto kama Dar es Salaam, ambapo humidity ni kavu na jua ni kali, kwa hiyo temperature inakuwa iko juu. So ukimwaga zege na ukaiacha, zege ina uwezekano wa kuganda mapema zaidi. So tunaweka retarder ili kupunguza, slow down ule uwezekano wa zege kuganda. Lakini aina ya 3 ya admixture tunasema ni accelerator. Kazi yake ni kuongeza speed ya kuganda. Wale watu ambao wanafanya kazi kwenye chini ya maji au maeneo yenye maji mengi madarajani wanatumia accelerator ili kuongeza speed ya kugandisha hilo zege. Lakini pia hii accelerator inatumika mara nyingi maeneo ambapo kuna baridi au kuna barafu kama Arusha, Njombe, Mafinga. Maeneo yote unaweza kutumia accelerator ili kuhakikisha zege yako inawahi kukauka. Lakini precaution katika eneo hili ni kwamba hakikisha unatumia admixture kulingana na maelekezo ya manufacturer. Eneo la 3 ambalo lazima ulizingatie ili kuhakikisha kwamba zege yako inakuwa imara ni proportion control. Katika proportion control tunazungumzia namna unavyoichanganya zege yako. Sasa ukiwa na material sawa, lakini pia ukiwa na vitu ambavyo nimetaja hapo nyuma sawa, lazima ujue proportionality inakuwaje. Mara nyingi watu wamekuwa kikosea katika eneo la kuchanganya huu mchanganyiko wa cement, aggregate pamoja na sand. Wamekuwa kichanganya sana, na hii ni kwa kutokujua au kutokufuata utaratibu. Na hapa zipo nominal mix design. Kwa mfano kwa Tanzania nominal mix design ya grade 20 tutumia 1, 2, 4, au grade 25 tutumia 1, 1.5, 3, au grade 15 tutumia 1, 3, 6. Lakini hizi huwa ni approximate value. So kitu ambacho nakishauri ni kwamba unapokuwa na zege yako ni vizuri kufanya concrete mix design ili kuweza kupata accurate kulingana na material yako na aina ya vitu ambavyo uko navyo site. Kwa hiyo ni vizuri kuzingatia mix proportion ili uweze kupata kitu ambacho ni specific kulingana na eneo lako. Na hapa ni lazima uangalie structure engineer anataka nini ili uweze kudeliver kile ambacho kimekuwa designed kulingana na kile ambacho structure engineer amefanya. Na hapa pia tunasema kwamba unapofanya proportional mixing ni lazima ufanye ile weighing, kupima. Lazima ujue unapima kutumia kitu gani. Mara nyingi katika miradi mingi wengi wana measure by volume, wanatumia vindoo au wanatumia nusu ya mifuko ya cement. Mfuko wa cement unakatwa katikati, ukishaondoa cement basi unabaki na vile mifuko wanatumia kupimia. Sasa hii njia ya kumeasure by volume inasababisha inconsistency, kwa sababu unavyopima kwenye kindoo hiki au ujazo wa kindoo hiki wakati mwingine uko tofauti na ujazo wa kindoo hiki. Sasa tunachoshauri ni nini? Tunashauri kwamba ni vizuri ukapima kwa kutumia weight, na mara kadhaa tumekuwa tukifanya hivyo katika site zetu, kwa na wheelbarrows ukapima na ukawaelekeza watu kufuata kipimo. Hiyo itaondoa inconsistency, na inconsistency au kutokuwa na muendelezo kunapelekea kutokuwa na kiwango stahiki cha zege kinachotakiwa. Sasa kitu kingine katika eneo hili la mix proportion tunasema muda wa kuchanganya zege katika concrete mixer unataka usizidi kati ya dakika 3 hadi dakika 5, lakini muda wa transportation ya zege tangu ilipochanganywa hadi inapoenda kufanywa placement inatakiwa isizidi dakika 90 unless otherwise introduce
admixture ndani ya zege yako. Hatua ya mwisho na ya 4 tunasema ni process discipline. Na kwenye process discipline hapa tunaangalia ushaandaa material yako, umechanganya zege yako, na hapa unataka uitoe kwenye batch plant au uitoe kwenye concrete mixer uipeleke mahali ambapo unataka uiweke. Hasa hapo kuna vitu vya kuzingatia. Jambo la kwanza, lazima uzingatie workability. Workability ni nini? Ni hali ya zege kuflow, hali ya zege kumwagika. So zege inatakiwa isiwe na maji mengi kama nilivyosema awali, lakini pia zege inatakiwa isiwe na maji machache. Zege ikiwa na maji mengi itatengeneza kitu kinaitwa segregation. Mawe na mchanga vitajitenga, na ni moja ya sababu kutengeneza honeycomb, lakini baadaye inaweza kusababisha crack katika zege yako. Lakini jambo la pili, zege haitakiwi kuwa na maji mengi. Haitakiwi kuwa na maji machache, haitakiwi kuwa kavu. Ikiwa kavu itashindwa kuwa compacted, na hivyo inaweza ikasababisha structure failure. Sasa ili uweze kudhibiti hayo maswala, tunasema lazima ufanye slump test. Slump test yenyewe kazi yake ni kusaidia kudhibiti workability katika zege. Jambo la tatu katika eneo hili ambapo tunasema workability inavyokuwa mbaya, basi inaweza kusababisha kutengeneza kitu kama cold joint. Cold joint ni nini? Cold joint ni pale ambapo umemwaga zege, halafu wakati unaenda kuleta zege nyingine unakuta zege iliyopo imekauka. Hivyo kunatengenezwa layer kati ya zege ya kwanza iliyokauka na zege ya pili ambayo inakuja baadaye. So ni muhimu kuhakikisha kwamba zege inavyoenda kupeleka katika member husika katika eneo husika haikai muda mrefu, zege ya kwanza ikaganda na zege ya pili ikafuata juu yake. Ndio maana kuna msemo unasikia zege hailali. Haya ni mambo makubwa 4 ambayo nimejaribu kuyafuatilia na nikayaona ukiyafuatilia kwa umakini utajiondoa katika 70 hadi 80 ya structure zinazo feli, ukizingatia material, ukizingatia mix design, ukizingatia namna unavyochanganya, ukizingatia namna ambavyo unaweka zege yako katika eneo husika, utajiondoa katika watu ambao zege zao zinafeli. Swali langu la msingi katika siku hii ya leo ni mambo gani huwa unayazingatia kabla ya kuandaa zege yako? Niandike chini kwa comment na mimi nitakuwa tayari kushirikiana na wewe ili tuweze kujenga taifa letu kwa pamoja. Mimi ni Eman Paul na hii ni Lemon Nation Academy. See you next time. Bye.